Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Usikose pia kuifuatilia Tanganyika FM ambayo inakujia kila siku tarehe mosi hadi tarehe 30 katika miezi 12. Tanganyika TV ni kwa faida yako mpenzi mtazamaji ambayo imefika mpaka swima kwa ajili ya kuweza kunufaisha vya kutosha. Leo nimtembelea General au Jemedari kwa Kiswahili Mayele. Wanasema la mgambo likilia kuna jambo. Basi kuna jambo gani tarehe 12 April mwaka huu wa 2025? Nilikuja kumtembelea ili tujue yaliyomo ndani ya kikao hicho, ili tujue mambo mengi kuhusiana na generali kwa ajili ya kujitoa kwa ajili ya kukomboa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inazugwa na mizozo mingi kutoka kwa waasi wa M23 na wengine baadhi ambao wanaweza kuja kuzuga kabisa usalama wa wananchi wake. Yeye akajitolea na kuwa shupavu kuja kwa ajili ya kuwa nguli zaidi kwa ajili ya kukomboa Jamhuri nzima ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, yaliyomo ni yapi? Tumsikilize, anakuja punde ipatavyo. Utafuata kama hivi. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Kwa pamoja tukupashe mtazamaji wa Tanganyika TV, kama nilivyokuahidi nishakuwa na mzee tayari katika runinga yako. Usikose pia kusambazia watu kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu sisi tunakupasha habari za moja kwa moja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mitandao ya kijamii. Niko pamoja mzee Mayele. Jambo. Jambo sana. Pengine unaweza kufikiri mimi nasema jina ambalo pengine ni la montage. Kwa majina unaitwa nani? Majina halisi. Majina halisi naitwa kwa majina ya Mayele Wilonda Rashidi Kanyama Karoko Furuzi Kalambe. Asante sana. La mgambo ulikilia kuna jambo kama nilivyowaambia watazamaji wetu. Una kikao tarehe 12 mwezi wa 4 kwa mwaka huu 2025. Kuna nini hasa kitachozungumziwa na malengo ya kikao hicho ni nini? Malengo ya kikao hicho zaidi kinalenga wa vijana wa mtaa wa Fizi, kuwaonesha hali wanaojifalisha hawaone mbele kufuatana na adui aliyotusonga ama ametusonga. Adui ni adui wa kutoka Rwanda. Tena pia vile mkongomani mjinga mwenye kuunga adui wa Rwanda mkono. Na ile ndio kikao cha maana kuelewesha watu bajue adui ni nani na wafanye nini ili wajikamate hapo kwa hapo, wajiunge pamoja wa vijana wa mtaa wa Fizi ili wapiga adui na kumpiganisha kwa nguvu arudie kwao. Hapana ile ujinga ya kukimbia na kuacha nchi yao. Ndio maana ya ile kikao. Tunasikika pembe nne za dunia, mashariki, kusini, kaskazini, pia hata magharibi. Sasa tulikuwa tunaenda kujua kwa sababu watu walio wengi wanakufuata kupitia mitandao ya kijamii. Tulikuwa tunataka kujua unadhani kikao hicho kitakuwa na malengo makubwa na kusema kwamba kinaweza kikaleta faida kwa ajili ya kuweza kukomboa nchi? Kikao hicho kinaweza kikaleta faida kwa wale wenye kujua nchi ya Kongo ni nchi yao na wenye kuwa na uchungu ya nchi yao. Kikao kinaweza kikalete faida, na kwa wale wabebelo akiwezi kikalete faida kwa wale wenye kuunga adui mkono, wenye kupenda wauzishe nchi yao, akiwezi kikalete faida kwenye wako wale wajinga. Asante sana mtazamaji, usikose kusambaza pia kupitia Facebook, WhatsApp, vile hata kupitia YouTube ambao ndio channel yetu mama ambayo inasababisha unapata kwa ufasaha zaidi. Naam, General Mayele kama General Mayele, sio mara ya kwanza kwamba mnapigana kwa ajili ya Kongo na mpaka leo bado mngali mnapigana. Unadhani shida iko wapi zaidi? Shida zaidi ni wakongomani. Hawajue malengo na hawajue maana ya nchi yao. Mbona kupima miongoni mwa wakongomani? Kwani na wewe pia ni shida pia? Wakongomani kuna vibaraka. Sio wakongomani wote. Wakongomani kuna vibaraka. Vibaraka ni wale wenye wajitambue, wenye kukaribisha adui kutoka nchi ya kigeni. Wanaona ni ndugu yao na kumwachia nchi ili wakimbie kwa rushwa, kupewa rushwa ya adui na wanakimbia. Wale ndio wenye kuwababisha zaidi, lengo lao la kufukuza adui pamoja na kufyeka adui. Kuna vuguvugu zilivuma kwamba ulikuwa mjini Uvira na ukaweza kujisogeza nyuma kidogo katika territory ya Fizi. Na watu wakasema kwamba umekimbia na wewe. Vipi? Unawaambia nini wale ambao wanakufuata kwa sasa?
Wale ni wajinga wana mtangazaji, ni wajinga wale. Mimi nadhani nilifuata zaidi sana kufunga manjia ya kutoka milimani kuangukia miji ya Swima, miji ya Makobola, miji ya Lusambo, miji ya Mboko. Ndicho maana yangu, na nitarudia hapo hapo Uvira. Kwa sababu sitaishi Uvira bila kuangalia huko na adui iko anategemea kupasua njia zote. Na wale mwenye kwa na mawazo ya ile kama ninakimbia ni mjinga. Makobola hadi mwisho wa Fizi kuna takriban kamba kama vile 22 hivi ziko ndani ya barabara ya namba 5. Unazungumziaje kuhusu hilo? Mambo ya makamba ni makamba ya vile viongozi. Unajua gisi mamuvuma za wazalendo gisi ziko za mingi, na hapo ndo pako swali. Na makamba yao ni ya mingi, hawajitambue. Na wengine wameishi katika mafro kule, wengine ndo wanaishi katika makamba na kupiga masasi ovyo ovyo, hawajitambue kama ni wanani. Kwa sababu ni jeshi lenye alifunza. Ndio. Movement mbalimbali ndilo neno ambalo nimechukua kama vile neno mtego ambao. Wewe upo katika movement gani? Unapenda ukaujua? Ndio. Niko katika movement apele. Apele. Ndio. Hiyo ndio naamini kwamba inaweza kukomboa nchi kiwaraka zaidi na kiufasaha. Na ndio movement uliambatana movement ya kwanza ya MNC Lumumba wakati independence. Ilikuwa ni ile. Na ilianzia hapa Fizi Mboko. Kwa sera zipi? Nasema kwa sera zipi, kama vile adaji yenu gani kwa ajili ya kukomboa nchi? Mna kauli mbiu gani ambao mnajifunza kwa ajili ya kukomboa nchi? Kukomboa nchi ni ujuzi wa watu wote. Mutie ujuzi pamoja na muungane nyinyi kwa nyinyi na mjue ubebero umetoka wapi na ugandamizi umetoka wapi. Na wakati mnajua ile mtajiunga pamoja na mtafika adui. Ndio maana yake. Asante sana ndugu mtazamaji, ni Tanganyika TV kwa ajili ya kunufaisha zaidi. Usikose pia kutufuatilia kupitia mtandao ya kijamii kama vile Facebook, TikTok na YouTube ambayo unaifuata vema kupitia mawimbi yetu ya FM. Pia Tanganyika FM ni ambayo inakupasha habari kila siku ya asubuhi. Usikose kutufuata vile. Kwa ujumbe wako wa mwisho. Ujumbe wako wa mwisho na ujumbe gani unapeleka kwa vijana katika kikao hicho ambacho tutazungumzia hapo kesho kwenye tarehe 12 April mwaka 2025? Sawa, ujumbe wangu kabisa ni kuelekea kwa vijana wa territory ya Fizi katika sekteri ya Tanganyika, kwa sababu ndio nitakuwa na kikao mwele sekteri. Ujumbe wangu ni kuonyesha wa vijana wawe pamoja kufika adui na waingie wote jeshini. Hapana ile ujinga ya kukimbia nchi yao, kuachia adui nafasi ili wakimbie nchi yao. Kwenda kuitwa mgeni katika nchi nyingine ni upumbavu na ni laana. Umbe wa vijana wote kuanzia huko Makobola mpaka Lweba kule, naweza nikawapatie ule ujumbe wawe pamoja na wawe na mie pamoja. Kwa sababu sio mwanzo nipiga adui wakati wa songa mbele, nikaenda wakati wa RCD mpaka hivi. Niko na msimamo tu. Siku wake mvya rushwa na zaidi. Sawa. Bwana Maile, nakushukuru sana. Ni katika makala hiyo ndipo nimefika mwisho na mazungumzo pamoja na Jemedari Mayele ambaye anapatikana katika teritori ya Fizi au tarafa la Fizi kwa sababu ya kuleta muungano kwa vijana kwa ajili ya kujiunga ili kumpiga adui. Mimi sina la ziada. Jina langu Kimanuka Mapendezo, nyuma ya kamera ni yuko Abu kijana machachari vidole vya biashara. Tukutane panapo majaliwa. Asante. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza?
Karibu utangaze nasi, ewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea, kwa sababu tuna wafanyakazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.